Siri nzito imezua tetemeko nchini Tanzania baada ya kuibuka kilichomfanya Selemani kuhama ACT kuelekea Chadema. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Tetemeko jipya la kisiasa limeikumba Tanzania baada ya mmoja wa wanasiasa waliowahi kuwa na ushawishi mkubwa katika ukanda wa kusini mwa nchi, Selemani Said Ali Bungara, kutangaza kujiondoa rasmi katika ACT Wazalendo na kuhamisha nguvu zake katika chama cha Demokrasia na Maendeleo. Hatua hiyo imeibuka ghafla na kuibua mjadala mpana kuhusu mwelekeo wa kisiasa wa vyama vya upinzani na mabadiliko ya nguvu katika medani ya siasa za ushindani nchini Tanzania. Tangazo hilo limekuja ikiwa ni siku moja tu baada ya mwanasiasa huyo mkongwe kuwasilisha rasmi taarifa ya kuvuja ama ya kujivua wanachama wake tarehe 18 Februari mwaka huu. Uamuzi ulithibitisha mwisho wa safari yake ndani ya ACT Wazalendo, chama ambacho alijiunga nacho miaka 6 iliyopita, na kuashiria mwanzo wa ukurasa mpya wa kisiasa unaotarajiwa kubadili hesabu za nguvu katika vyama vya upinzani nchini Tanzania. Hatua hiyo haikuwa ya ghafla kwa maana ya kukosa tafakari, bali ilifuatia kipindi cha tathmini ya kina ya mwelekeo wa chama hicho na nafasi yake binafsi katika harakati za kisiasa. Bungara aliweka wazi kuwa mwelekeo wa chama hicho haukuwa tena sambamba na matarajio aliyokuwa nayo alipokichagua kama jukwaa lake la kisiasa. Uamuzi huo uliashiria kuvunjika kwa uhusiano wa kisiasa uliokuwa umejengwa kwa matumaini ya kuimarisha harakati za kisiasa katika mazingira ya ushindani wa vyama vingi. Kwa kutangaza kujiunga na Chadema, Bungara amejiweka katika nafasi mpya ya kisiasa ndani ya moja ya vyama vikuu vya upinzani nchini, ambacho kwa miaka mingi kimekuwa kinajipambanua kama jukwaa la harakati za mageuzi ya kisiasa na demokrasia. Hatua hiyo imeongeza uzito wa Chadema katika maeneo ya kusini mwa Tanzania, hasa katika mikoa ambayo Bungara amekuwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa. Bungara si jina geni katika siasa za Tanzania, na kwa miaka mingi amekuwa akijulikana kwa uwezo wake wa kuvutia umati mkubwa wa watu, hasa kupitia mikutano ya hadhara. Ushawishi wake umejikita zaidi katika maeneo ya kusini mwa nchi, hususan katika mkoa wa Linda na wilaya ya Kilwa, ambapo aliwahi kuwasilisha wananchi katika nafasi ya ubunge wa Kilwa Kusini. Umaarufu wake ulijengwa juu ya uwezo wa kuwasiliana kwa lugha ya moja kwa moja na wananchi na kuibua masuala yanayogusa maisha yao ya kila siku. Kabla ya kujiunga na ACT Wazalendo mwaka 2020, Bungara alikuwa mwanachama wa muda mrefu wa chama cha wananchi CUF, chama ambacho kilikuwa na nguvu kubwa katika siasa za upinzani, hasa katika maeneo ya Pwani na Zanzibar. Alikuwa miongoni mwa viongozi waliokisaidia chama hicho kujijengea msingi imara katika maeneo ya kusini mwa Tanzania. Na kuondoka kwake CUF mwaka 2020 na kuhamia ACT Wazalendo kulikuwa sehemu ya mabadiliko makubwa yaliyotokea ndani ya vyama vya upinzani nchini wakati huo. Kipindi hicho kilishuhudia wimbi la viongozi wa kisiasa kubadili vyama, hatua iliyotafsiriwa kama juhudi za kutafuta majukwaa mapya ya kuendeleza ajenda zao za kisiasa. Ndani ya ACT Wazalendo, Bungara aliendelea kuwa sauti inayosikika, akishiriki katika shughuli mbalimbali za kisiasa na kujenga matumaini ya kuimarisha ushawishi wa chama hicho katika maeneo ambayo tayari alikuwa na mtandao mkubwa wa kisiasa. Hata hivyo, baada ya miaka kadhaa ndani ya chama hicho, hali ilibadilika na kusababisha uamuzi wake wa kujiondoa. Uamuzi wake wa kuhamia Chadema unaonekana kuendana na historia yake ya kisiasa inayohusisha kuhusika na vyama vikuu vya upinzani nchini. Chadema imeendelea kuwa na moja ya vyama vinavyovutia wanasiasa wenye ushawishi wake, hasa wale wanaotafuta jukwaa la kuendeleza ajenda zao katika mazingira ya ushindani wa kisiasa unaozidi kuwa mkali.
Na katika historia ya siasa za Tanzania tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992 kumekuwa na mabadiliko mengi, wanasiasa kutoka chama kimoja kwenda kingine. Mfumo huu ulifungua milango kwa ushindani wa kisiasa na kuruhusu wanasiasa kuchagua majukwaa wanayoona yanaendana na malengo yao. Mabadiliko ya Bungara yanaingia katika muktadha huo mpana wa mageuzi ya kisiasa, ambapo wanasiasa wamekuwa wakibadilisha vyama kwa lengo la kujiweka katika nafasi bora zaidi ya kuendeleza ajenda zao. Hatua hiyo pia inaashiria kuendelea kwa ushindani wa kisiasa kati ya vyama vikuu vya upinzani vinavyopambana kujijenga na kuimarisha nafasi zao. Katika mkoa wa Lindi na maeneo ya jirani, Bungara amekuwa akitazamwa kama mmoja wa wanasiasa walioweza kujenga uhusiano wa karibu na wananchi. Umaarufu wake uliongeza zaidi baada ya kushinda ubunge wa Kilwa Kusini, hatua iliyompa jukwaa la kitaifa la kuzungumzia masuala ya maendeleo ya wananchi wa eneo hilo. Na katika kipindi cha uwakilishi wake bungeni alihusishwa na mijadala mbalimbali ya kisiasa na kimaendeleo, aliliyomjengea sifa ya kuwa kiongozi anayejihusisha moja kwa moja na masuala ya wananchi. Umaarufu uliendelea hata baada ya kumaliza muda wake wa ubunge na kumfanya kubaki kuwa mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi katika siasa za eneo hilo. Kuondoka kwake ACT Wazalendo kunakuja wakati ambapo vyama vya upinzani vinaendelea kujipanga kwa ajili ya mustakabali wa kisiasa wa nchi. Hatua hii inaongeza ushindani kati ya vyama hivyo, huku kila chama kikijaribu kuvutia viongozi wenye ushawishi ili kuimarisha nafasi zao katika medani ya siasa. Na kwa Chadema, ujio wa Bungara unatarajiwa kuongeza nguvu ya chama hicho katika maeneo ambayo hapo awali kilikuwa na changamoto ya kujenga msingi imara. Ushawishi wake katika maeneo ya kusini unaweza kusaidia chama hicho kupanua wigo wake wa kisiasa na kuvutia wafuasi wapya. Na kwa upande wa ACT Wazalendo, kuondoka kwa Bungara kunaacha pengo la kisiasa katika maeneo ambayo alikuwa na ushawishi mkubwa, na hii ni kutokana na nafasi yake kama mmoja wa viongozi waliokuwa na uwezo wa kuvutia wafuasi na kuimarisha uwepo wa chama hicho katika maeneo mbalimbali. Hatua hiyo pia inaonyesha jinsi siasa za Tanzania zinavyoendelea kubadilika, huku wanasiasa wakifanya maamuzi yanayoweza kubadilisha mwelekeo wa vyama vyao na ushindani wa kisiasa kwa ujumla. Mfumo wa vyama vingi unaendelea kutoa nafasi kwa mabadiliko ya aina hiyo, ambayo ni sehemu ya kawaida ya demokrasia. Na katika tamko lake, Bungara iliweka wazi kuwa hatua yake inalenga kuendeleza harakati zake za kisiasa kupitia jukwaa jipya. Lengo lake limeelekezwa kama kuendelea kushiriki katika siasa za nchi na kuachia maendeleo ya taifa kupitia nafasi yake mpya ndani ya Chadema. Hatua hiyo inaashiria mwanzo wa sura mpya katika safari yake ya kisiasa, ambayo imepitia vyama mbalimbali na vipindi tofauti vya kisiasa, kuanzia CUF hadi ACT Wazalendo na sasa Chadema. Bungara ameendelea kuwa sehemu ya mabadiliko kisiasa yanayoendelea nchini Tanzania. Na katika taswira pana ya siasa za Tanzania, hatua ya Bungara ni mfano wa jinsi ushindani wa kisiasa unavyoendelea kubadilika, huku vyama vikijipanga na kujenga upya mikakati yao. Ni mchakato unaoendelea kuunda mustakabali wa siasa za nchi na unaonyesha umuhimu wa viongozi wenye ushawishi katika kuamua mwelekeo wa vyama vya siasa. Wakati Tanzania ikiendelea na safari yake ya demokrasia ya vyama vingi, mabadiliko kama haya yanaendelea kuwa sehemu ya historia inayoandikwa kila siku. Uamuzi wa Bungara umeongeza sura mpya katika historia hiyo na umeacha alama inayoweza kuathiri siasa za upinzani na ushindani wa vyama kwa miaka ijayo. Kwa sasa macho ya wengi yanaelekezwa katika hatua zinazofuata, huku ujio wake Chadema ukitarajiwa kuleta mabadiliko mapya katika siasa za maeneo ya kusini na taifa kwa ujumla. Uamuzi huu umefungua ukurasa mpya katika safari ya mwanasiasa huyo na kuongeza msisimko katika medani ya siasa za Tanzania. Ni hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina na bila kupindisha wala kuyumbisha chochote. Zidi kuwa nasi na zidi kusubscribe ili uweze kupokea taarifa hizi.